Huenda umekuwa ukitamani kusikia sauti ya Mungu kwa muda mrefu, lakini umekuwa ukishindwa. Umekuwa ukifunga sana, umekuwa ukisali sana, umekuwa ukisoma sana neno la Mungu, lakini bado inashindikana. Shida sio wewe, shida ni nyumba ambayo unakaa. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya nyumba yako ambavyo vinaonekana vya kawaida kabisa, lakini ndivyo hivyo vitu vinavyokuzuia wewe ushindwe kusikia sauti ya Mungu. Leo nitakutajia vitu vikubwa vitano ambavyo vitu hivyo kama vipo ndani ya nyumba yako hauwezi ukakaa ukaja kumsikia Mungu hata siku moja. Lakini pia mwishoni mwa video hii nitakwambia ni kitu gani cha kufanya kama vitu hivyo viko ndani ya nyumba yako. Sasa ninapokwenda kuonyesha vitu hivi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi cha kuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kulike mahali pale. Mungu akubariki sana. Kitu cha kwanza ambacho kiko ndani ya nyumba yako na kinakuzuia wewe kuweza kusikia sauti ya Mungu ni kama unairidhi ama una kitu chochote ambacho ushaipewa kutoka kwa mganga wa kienyeji. Nuru na giza haviwezi kukaa sehemu moja. Sehemu moja aidha itakuwa na nuru au itakuwa na giza. Kuna watu mko hapa na mmeshaipewa vitu kutoka kwa waganga wa kienyeji. Wengine waliwapa ilizi, na hizo ilizi walivyowapa, wengine waliwaambia muende mkaeke majikoni kwenu, wengine waliwaambia muende mkaeke makabatini kwenu, wengine waliwaambia muende mkachimbie sehemu mkafukia kwenye milango yenu, muende mkafukia kwenye maduka yenu. Kama una ilizi, kwa sababu maandiko yanasema giza na nuru haviwezi kukaa sehemu moja. Ina maana aidha kutakuwa na giza tu ama kutakuwa na nuru tu. Huenda siku ya leo Roho Mtakatifu anashindwa kuja kwako kwenye maisha yako kuweza kusema na wewe, ni kwa sababu ya hilo giza ambalo umeliweka ndani ya nyumba yako kupitia hilizi. Huenda Roho Mtakatifu anashindwa kuja kuongea na wewe siku ya leo, ni kwa sababu ya hiyo hilizi ambayo iko ndani ya kabati lako, ni kwa sababu ya hiyo hilizi ambayo iko ndani ya choo chako, ni kwa sababu ya hiyo hilizi ambayo umeifukia kwenye mlango wa duka lako ili kuweza kuvuta wateja. Maandiko yanasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Mungu. Ina maana unapokuwa unamtegemea mwanadamu, hilizi imetoka kwa mwanadamu, hilizi imetoka kwa mapepo. Unakuwa unamtegemea sana pepo, unakuwa unamtegemea sana mganga wa kienyeji kuzidi vile unapokuwa unamtegemea Mungu. Kwa hiyo Mungu hawezi akaongea na wewe, kwa sababu Mungu akikuangalia anaona ni kama unajitosheleza. Mungu akikuangalia anaona ni kwamba unategemea vitu vingine viweze kulinda vitu hivyo ambavyo ni tofauti na Mungu. Kwa hiyo kama unataka kuweza kusikia sauti ya Mungu kwa urahisi sana au kwa uzuri kabisa, jitahidi kutoa hilizi hiyo ambayo iko ndani ya nyumba yako. Jitahidi kutoa hiyo hilizi ambayo umeweka kwenye kabati lako. Jitahidi kutoa hiyo hilizi uliyoweka sehemu yote ile. Utakapotoa hiyo hilizi, utaanza kusikia sauti ya Mungu kwa urahisi sana. Na kitu cha pili unachotakiwa kukitoa ndani ya nyumba yako ili uweze kusikia sauti ya Mungu ni kama una pete za bahati ama una pete yote ambayo ulishaipewa kwa madhumuni ya kiroho. Kwa mfano, kuna watu mko hapa mnaenda kwa waganga kienyeji, aidha wanafanya kazi kwenye machimbo ya madini ama kwenye biashara yako. Mganga yule akakwambia kutokana na nyota yako ilivyo na ukitumia kito cha aina fulani utakuwa na bahati na mafanikio makubwa sana kwenye biashara unayofanya ama kwenye kazi unayoifanya. Pete hizi mara nyingi sana huwa zinakuwa na manuio. Yule mganga ama yule msoma nyota anaweza kama amenuia pete hii ili utakapovivaa na ukafanya kazi yako uende ukafanikiwe. Sasa haya manuizo wanafanyaje? Haya manuizo nyuma yake anakuwa na nini? Nyuma yake anakuwa na roho. Anakuwa anatamka vitu. Ukienda kuchukua pete ile ile, nataka nikwambie kitu. Jaribisha kama unabisha kwamba pete hiyo ina manuio, jaribisha chukua pete kama hiyo ambayo unaiona, au mwambie tu mganga kienyeji au msoma nyota, mwambie niambie ni pete gani nene nikanunue. Utakapoenda kununua hiyo pete, kama haijatoka mikononi mwake, kama hiyo pete haijainuia maneno yeye ya kichawi, hiyo pete inakuwa haina kazi kabisa na atakukatalia, hawezi kukubali. Kwa sababu anajua pete ya bahati, mpaka hiyo pete ya bahati inakuletea bahati, lazima iwe imenuiwa maneno ya kichawi kwanza. Lazima iwe imenuiwa maneno ya kipepo kwanza. Kwa hiyo siku ya leo uenda unashindwa kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya hiyo pete uliyopewa. Ama kuna wengine mlipewa pete za kinga. Mganga akakwambia kwamba hii utakapovaa hii pete, baya lote haliwezi kukupata. Kama kuna kitu chochote kibaya ama kuna nguvu yote mbaya inakufuatilia, itaweza kukuachia. Kwa hiyo ile pete unaivaa kama kinga, lakini unashindwa kujua kwamba hilo ni jini ambalo umevaa kwenye mkono wako. Hilo ni pepo ambalo umevaa kwenye mkono wako. Au wengine wanaviita vitu hivi, wanaviita vitu vya kinyota. Wanasema eti wanatumia nguvu ya asili. Wanaviita vitu vya kinyota. Vitu hivi vya kinyota wanakuambia kwamba wewe labda umezaliwa tarehe ngapi mwezi ngapi? Unaambia mimi nimezaliwa tarehe fulani mwezi fulani. Anakuambia kama umezaliwa tarehe fulani mwezi fulani, basi nyota yako ni fulani. Kama umezaliwa tarehe fulani mwezi fulani, basi kito fulani, labda kito cha simba, sijui kito jicho la nini, wana vitu vyao. Anakuambia ukivaa kito hichi siku fulani, ukavaa na nguo ya rangi fulani, mawimbi yako na frequency zako zitavutia bahati kwenye maisha yako. Wewe unashindwa kujua kwamba yale ni mapepo, unavuta mapepo na majini kwenye maisha yako. Na majini yale ambayo utakuwa unayavuta, yatakufanya wewe ushindwe kuweza kumsikia Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unavaa pete ya kinga, ni sasa sana mtu anayekuwa anasema kwamba mimi bwana, siamini kwamba ulinzi wa Mungu pekee unaweza kanitosha, ila naamini kwamba Mungu akisaidizana na kitu kingine ninaweza nikalindwa. Mungu akisaidizana na kinga nyingine ndio anaweza kanilinda. Sasa sana kuna watu wengi wanakuambia kwamba imeandikwa jisaidie na mimi nitakusaidia. No, hakuna sehemu kwenye Biblia ambayo imeandikwa jisaidie na mimi nitakusaidia. Haipo Biblia nzima. Na kitu cha tatu ambacho kiko ndani ya nyumba yako na kinakufanya wewe ushindwe kusikia sauti ya Mungu ni kama una mfuko, kifurushi ama dawa yoyote ambayo ushaipewa na mganga wa kienyeji na ukaifukia kwenye nyumba yako. Mganga yote wa kienyeji anapokuambia chukua kitu fulani na nenda kakifukia kwenye ardhi yako, manake mganga huyu anataka kutengeneza madhabahu kwenye ardhi yako. Ninaomba nisikize kwa makini sana, kwa sababu ardhi ni msingi wa uhai wa kila kitu. Mwanadamu alitoka kwenye ardhi.
kitu chochote ili kiweze kuota, mmea wote ili uweze kuota unaitegemea ardhi, na sio tu katika ukuaji na sio katika uumbaji, bali shughuli zote zinafanyika kwenye ardhi. Ina maana unapochukua dawa ama mzigo wote ambao mganga wa kienyeji amekupa na ukachimbia kwenye ardhi ya nyumba yako ambao umeikaa, unakuwa ni kama umeitoa sadaka ardhi yako kwa mganga wa kienyeji, unakuwa umeitoa kwa miungu ardhi yako, ya kama bwana, mimi shughuli yote ambayo nitakuwa ninafanyika mahali hapa, kila kitu kitakachokuwa kinafanyika kwenye nyumba yangu, jambo lolote litakayokuwa linafanyika kwenye nyumba yangu, jambo hili nimewapa mizimu, jambo hili nimewapa mapepo. Unaweka wakfu kwa mapepo, unaikabidhi ardhi yako kwa mapepo, ya kama bwana, nyinyi shughuli zenu za kawaida mnaweza mkawa mnafanyia hapa, kwa umewapa uhalali mapepo wa kukaa kwenye ardhi ile. Na ndio maana kuna wengine nyumba zenu ziko hapa zina vimbwanga, nyumba zenu zina maruerue. Usiku unasikia kama mtu amemwaga mchanga juu ya bati lako. Usiku unasikia mapaka yanagombana kwenye ardhi yako pale, napigana kweli kweli. Usiku unasikia kama kuna mtu anatembea juu ya bati. Ni paka, ni kishindo cha paka, ni paka wa kawaida anatembea kwenye bati, lakini kishindo chake ni kama cha mtu. Ama kuna wengine mko machumbani, mnasikia kama kuna mtu anatembea sebeni sha. Kwa nini? Ni kwa sababu ile ardhi tayari umeshaiweka wakfu kwa mapepo. Ni kwa sababu ile ardhi tayari umeshaikabidhi mapepo yaweze kufanya kazi. Mapepo yana uhuru, na nani aliyekaribisha hayo mapepo? Ni wewe mwenyewe. Sasa mapepo hawezi kukaa sehemu moja na sauti ya Mungu ikasikika. Na kitu cha nne ambacho kiko ndani ya nyumba yako na kinakufanya wewe ushindwe kusikia sauti ya Mungu ni vyombo vya uganga wa kienyeji vilivyotumika kwenye tambiko. Kuna watu mahali hapa mnapenda kufuata mila, mnapenda kufanya vitu vya kimila. Sasa mara nyingi mila hizi ambazo tunazifanya kwa ni mila ambazo ziko associated na mapepo, ziko associated na mizimu. Unakuwa unaiomba mizimu msaada, unakuwa unaomba mapepo msaada. Mtu mnaenda kufanya ibada kwenye kaburi la babako, na kwenye ile kaburi la babako amfanyi hivyo tu, mnachinja na kuchinja mbuzi, mnamwaga damu na mnamwagia na kumbe kwenye ile kaburi. Hii ni ibada tayari. Kwa sababu watu mmekusanyika, sio kusanyika tu, watu mmeshatoa sadaka, mmeshamwagiana vinywaji pale na mmeshaongea maneno fulani ya kuomba msaada kutoka kwa mizimu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho hii inahesabika ni ibada kamili. Sasa huenda baada ya kumaliza ibada ile, vifaa vile huwa anakuwekea wewe kwako. Vifaa vile huwa vinakaa kwenye nyumba yako wewe. Vile vifaa vilivyotumika kufanyia matambiko huwa vinakaa kwenye nyumba yako wewe. Sasa vile vifaa katika ulimwengu wa kiroho huwa vinakuwa vimebeba roho, kwa sababu vile vifaa viko dedicated, vimewekwa wakfu kwa ajili ya kufanyia ibada za mizimu, kwa ajili ya kufanyia ibada za kipepo. Kwa kinachotokea sasa katika ulimwengu wa kiroho, wewe sio tu unakuwa umeweka vifaa kwenye nyumba yako, bali unakuwa umeweka na mapepo, umeweka na mizimu. Kwa hiyo unashindwa kusikia sauti ya Mungu, au wakati wa usiku nyumba yako inakuwa haina utulivu. Ni kwa sababu ya hivyo vifaa vya kiganga ambavyo umeweka ndani ya nyumba yako. Yaani usiku unakuwa na vimbwanga, usiku unakuwa na purukushani. Huko ndani umelala, lakini unasikia kama kuna mtu yuko jikoni, kama anakula ugali uliobakiza. Ni kama anapangua vyombo, ni kama anatafuta kitu jikoni. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hivyo vifaa vya kiganga ambavyo umeviweka ndani ya nyumba yako. Sasa napokwenda kuonyesha kitu cha tano, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe. Na kama bado hujalike video hii mpaka hapa tulipofika na inakubariki, basi unaweza kulike mahali pale. Na kitu cha tano ambacho kiko ndani ya nyumba yako na kinakufanya ushindwe kusikia sauti ya Mungu ni dawa za kienyeji ambazo ushapewa na mganga wa kienyeji, au kama kuna tarot cards ama zile kadi za kutabiria, au kama kuna picha yote ambayo inaonyesha Mungu au shetani wa aina fulani ama pepo la aina fulani. Kuna watu mshapewa dawa za kienyeji. Naposema dawa za kienyeji simaanishi dawa za mitishamba. Mitishamba kama mitishamba haina shida kabisa. Haiwezi kawa na shida kama mtu anakwenda kufukua mzizi wa muogo na akanywa yeye akawa naamini kama mzizi ule utamponya yeye kifua. Hiyo haina shida kabisa. Ama mtu aweza akachukua majani ya mti fulani anasikia mafua, akachukua yale majani ya mti akachemsha akajifukiza, ikawa ina shida. Haina shida kabisa, kwa sababu hizo ni dawa za mitishamba. Ninachosema ni zile dawa ambazo unapewa na mganga wa kienyeji kwa lengo la aina fulani. Na ndio maana hata waganga wengi wa kienyeji ukimwambia kwamba bwana, ninaomba unionyeshe mti ambao umefanyia hiyo kazi, au unionyeshe mti ambao umetengenezea hiyo dawa, na mimi niende nikatengeneze dawa kama ulivyotengeneza dawa ili niweze kupona. Mganga huyo wa kienyeji hata kuonyesha mti, ukachukua ule mti, hauwezi kukuponya kama ule mti anaokupa, hata kama ni mti wa aina moja, kwa sababu yeye ule mti mwingine anakuwa amechanganya na vitu vingine vya kipepo ambavyo vinakusaidia wewe kuweza kupona. Ama kuna wengine huwa mnazie tarot card ama kadi za kutabiria. Zile kadi ambazo zinakuwa zinaweza kusoma future yako. Yaani mtu anazitambaza zile kadi, anakuambia pick one, unaokota moja. Akifanya hivi akiangalia anaweza kuambia bwana, utakutana na mtu fulani na 1 2 3 4 5 vitatokea. Zile kadi zinakuwa ni kadi ambazo zimebeba mapepo ndani yake. Zinakuwa ni kadi ambazo zimevuviwa mapepo ndani yake. Kwa nini mtu anaweza ka read future kwa kutumia tarot card? Kwa nini mtu anaweza kasoma future yako kwa kutumia kadi zile za kipepo? Kadi zinakuwa ni kadi ambazo zina mapepo. Zinakuwa ni kadi ambazo zimevuviwa uwezo wa kipepo. Yaani mtu anaweza kasoma future yako kwa kutumia kadi hizo. Au kuna mwingine unakuta umeingia ndani ya nyumba yake, kuna lipicha limekaa pale, ile lipicha lina vitu vya ajabu ajabu, yani halieleweki, yani ni picha la ajabu ajabu, ni picha kama limzimu sio limzimu, lipepo sio lipepo. Hama picha mara nyingi sana nyuma yake kunakuwa na mungu fulani. Kunakuwa na pepo fulani ambalo liko nyuma ya picha hiyo. Wewe unaweza kama umeweka kama urembo, lakini ile picha lile ndio likitu ambalo linakufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu. Kwa kama unatamani kusikia sauti ya Mungu, kama una dawa kienyeji ambayo umepewa na mganga kienyeji, chukua hiyo dawa, choma moto. Au kama una hizo kadi, chukua hizo kadi kazitupe. Ama kama una hiyo picha, chukua ile picha kaitupe. Halina umuhimu wote. Ni picha hilo, kadi hizo, dawa hizo zitakufanya ushindwe
kusikia sauti ya Mungu kwa urahisi kabisa. Sasa muda huu nataka niombee nyumba yako. Kama kuna jambo lolote ambalo liko kwenye ardhi hiyo linalokuzuia ushinde kusikia sauti ya Mungu, chukua mkono wako wa kulia na weka kwenye ardhi yako. Weka kwenye ardhi yako mkono wako wa kulia. Hata kama kuna kitu ushakifikia, kuna jambo ushaliweka kwenye hiyo ardhi zamani wakati umjui Mungu ama ulikuwa hauna uelewa na vitu hivi, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye ardhi yako. Nataka niombe. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba kuanzia sasa Bwana, chochote ambacho kimewekwa kwenye ardhi hiyo, ninaamuru kuanzia sasa Bwana, kama kuna dawa ilifukiwa, kama kuna irithi ilifukiwa, kama kuna kifaa chochote cha kipepo kiliwekwa kwenye ardhi hiyo, Baba, ninaamuru kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, chochote Bwana ambacho kiko kwenye ardhi ya nyumba hiyo, chochote ambacho kiko kwenye sebule yake, chochote kile ambacho kiko kwenye choo yake, kwenye jiko lake, ninaamuru kuanzia sasa kitu hicho kikaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo hilo likaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Enyi mapepo mliokaa kwenye nyumba hiyo na mnafanya watu hawa washindwe kusikia sauti ya Mungu, ninawapisha kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Tokeni na mwachie ardhi hiyo, maana imeandikwa kwamba dunia na ardhi na vyote vijazavyo ndani yake vyote ni mali ya Bwana. Hiyo ardhi hiyo sio mali yenu mapepo, ardhi hiyo sio mali yenu majini. Kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na kama unaamini maombi haya, andika kwenye comment section, ardhi yangu imekombolewa, ardhi yangu imekombolewa, ardhi yangu imekombolewa. Na pia unaweza kujiungamanisha na maombi haya kwa njia ya sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye skrini yako. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akubariki sana na aikomboe ardhi yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Na kitu kingine, kama una dawa yoyote ama una ilizi, aidha ni ilizi ya mvuto, ilizi ya kinga, ushapewa na mganga wa kienyeji na unasema Bwana, mimi mtumishi wa Mungu, mimi vitu hivi nataka kuviacha, usiende kuchoma ama kutupa kitu hicho ambacho umepewa na mganga wa kienyeji, sababu kuna jambo baya linaweza kutokea kwa sababu ulienda kufuata mwenyewe kwa akili zako. Kabla hujachoma au hujatupa kitu hicho, tafute kwanza kwa namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia chini ya screen yako. Utakaponitafuta utaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi kuna ilizi nilipewa, kuna dawa nilipewa, nifanyaje? Mimi nitakuelekeza ni kitu gani cha kufanya. Hata kama utatupa, lakini nitakuelekeza kwanza maelekezo ya kuweza kufanya. Kama ni kuomba, tutaomba kwanza pamoja, ndipo utakapoenda kutupa, au kama kuna kitu kingine cha kufanya, nitakwambia kwamba ufanye kitu gani kwanza kabla hujaenda kutupa hiyo dawa. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, andika kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na pia unaweza kujipatia kitabu hiki kwa shilingi 10,000 peke yake, kinaitwa Ndoto na Tafsiri Zake. Kwenye kitabu hichi nimeeleza maana zaidi ya 70 za ndoto na nimeeleza namna gani ya kuweza kupambana nazo na namna gani pia ya kuweza kuziombea. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kalaki mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.